Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu katika channel yako pendwa Nebuye TV, channel ambayo inahusiana na kuangazia kilimo pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Kwa siku ya leo, kama ilivyo kawaida yetu, tupo kwa mkulima wa ndizi, na leo tutazungumzia kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo ndizi zinakutana nazo. Kuna wengine wanaita ndizi, wengine wanaita mgomba, lakini chote ni kitu kimoja. Kwa kama kwenye screen yako unavyotazama hapo, hapa tupo kwenye shamba la mkulima. Tutaongea na mkulima moja kwa moja live kutoka shambani kwake, atuambie kwamba changamoto gani ambazo amekutana nazo mpaka ndizi hii kama unavyotazama hapa inakuwa haifanyi vizuri, haistawi vizuri, haijapendeza. Shida inakuwa ni nini? Kwa siku ya leo tutaangazia kwamba changamoto gani ambayo ndizi hii imekutana nazo, au kilimo cha ndizi kina shida gani. Maana naamini kuna watu wengi wanataka wafanye kilimo cha ndizi, lakini hawajui kwamba ni changamoto gani ambazo unaweza kukutana nazo kilimo chako cha ndizi kikawa hakina tija. Maana kila kitu kina changamoto na kila kitu kina shida yake. Kwa hiyo unapokuwa unajua shida, ina maana hata kama unapoanza kufanya huo mradi wa ndizi, unakuwa unajua kama kwenye mradi wangu nitakutana na changamoto 1, 2, 3. Kwa changamoto hizo 1, 2, 3 ndio zitakazonisaidia mimi ili niweze kupata mavuno yaliokuwa mazuri. Kwa hiyo utajiandaa vizuri kama mkulima kwa ajili ya kuweza kulima. Bwana mkulima, bwana mambo vipi bwana? Bwana salama, habari yako? Bwana salama salama. Karibu sana. Asante sana. Bwana tumekuja kutembelea wewe kama kawaida yetu. Ndio, karibu. Tulipokea mwaliko wako. Sawa, sisi uongozi wa Nebuye TV. Kwa tupo hapa kwenye shamba lako tukuja kujifunza kuhusiana na kilimo cha ndizi. Ndio. Kwa siku ya leo bwana, tumepitia kwenye ndizi yetu, tumeona ndizi iko dhaifu, ndizi imechoka sana. Sasa sijui changamoto inakuwa ni nini. Kabla hujaendelea, ndugu mkulima, naomba niweze kukukumbusha watazamaji wangu wakumbuke kusubscribe, wakumbuke kulike pamoja na kushare, kwani unapokuwa na like na kushare na kugonga alama ya kengele ndio mwanzo kuweza kupata video zetu zilizokuwa bomba. Na kitu kingine, mpenzi mtazamaji, naweza kukumbushia tu kwamba uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ina maana na mwisho wa video hii uangalie video nyingine, kwani kuna video bomba ambazo zinakuelimisha na kuweza kukujuza vitu mbalimbali ambavyo wakulima wanakutana navyo. Na wewe kama kijana ambaye unataka uanze kulima au tayari una shamba lako, kuna baadhi ya vitu ambavyo utajifunza pia vitaweza kukusaidia. Bila kupoteza muda, naweza kumkaribisha mkulima aweze kutuambia. Bwana mkulima, Naam. karibu sana Nebuye TV. Hapa upo live na unatazamwa na watazamaji wetu wapendwa kutoka Nebuye TV. Ndio. Bana, karibu, naomba ujitambulishe. Asante sana. Mimi naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Ni mmiliki wa shamba hili la ndizi. Kwa hiyo nasema karibuni sana. Bana, asante sana. Bwana, leo watazamaji wangu nimepokea maoni yao makubwa sana na pongezi kutoka kwao. Na wameweza kutuambia kwamba ni changamoto gani, waweze kutusaidia kwamba ni changamoto gani ambazo tunakutana nazo kwenye kilimo cha ndizi. Changamoto ambazo kwenye ndizi tunakutana nazo ni kama hivi unavyoona kwamba huu ndizi umekuwa hivi, na shida kubwa ilikuwa ni huduma ya mbolea. Mbolea ilikuwa changamoto, kwa hiyo mpaka ukawa umefikia hivi. Hiyo ni moja. Pili pia ni moto. Ulikuwa umepita moto, ikawa imekuja kuunguza hii migomba. Basi na sio huu tu, ukipiga masimamo shamba zima hili imekuja kuasiliwa na moto. Lakini nashukuru kwamba toka nimepiga mbolea sasa hivi ndio inaanza kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kama hivi unavyoona ndugu mtangazaji, naona hivi kwamba yani mabichi haya hapa sasa hivi tunaanza kuchipukia vizuri. Kama hivi unaona mimi sasa ndio naendelea kusafishia humo nini, nasafishia ili inakaa vizuri. Kwa hiyo hizo ndio ambazo changamoto ambazo zilinikuta ama zilitokea baada ya kuungua na moto na pia baada ya kukosa huduma ya mbolea. Ni sawa mpenzi, ni sawa mkulima wetu kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo tunakutana nazo, kwamba ni mbolea pamoja na kuungua na moto. Vipi kuhusiana na jambo la upepo? Migomba yako kama unaona kama ulidondoka hivi, unaona upepo ulipuliza sana ukadondoka. Ni kweli bwana, shida ya upepo, lakini nashukuru na tatizo la upepo niligundua kuwa mashimo ya mbegu niliweka madogo sana. Kwa hiyo mgomba kama hii migomba kawaida yake kama unaweka mashimo madogo, ni ule mche shimo inakuwa dogo, labda kuanzia futi 1, basi ni lazima mgomba iweze kuanguka. Kwa hiyo ni kweli
baadaye nilipokuja kukutana na wale wataalamu wenzangu kwamba bwana shimo kidogo jitahidi kufikisha futi 3. Kwamba hili hata kama baadaye mgomba wako pia unazaa vizuri, hata pia upepo ukija hauwezi mgomba kuangusha. Kwa hiyo baada ya kukutana na wale wenzangu ambao ni wazoefu wa kilimo hiki, kweli nikawa nilipata elimu kwao, na mimi nikawa nimejitahidi kwa hilo, ikawa kila hatua ile naweka shimo futi 3, naweka mche wa mgomba. Basi nashukuru mpaka kufikia hivi leo hakuna shida yoyote ile. Asante sana ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, kama ulivyomtazama mkulima wetu hapo, ni kweli kuna midizi yake mingi imedondoka na mingi iko katika hali kama hii. Nikuona kwamba ni funzo sana la kujifunza, kwa sababu kuna watu mbalimbali ambao wanatamani waweze kufanya kilimo cha ndizi, ila sasa wakuwa wanajua shida ni hii, kwamba mbolea ni muhimu sana, kuangalia moto sio kapita kwa shamba lako, lazima liwe safi. Kama unaona mkulima wetu hapa anaanza kusafishia ili kuepusha shida hii ambayo anaweza kukutana nayo. Na kitu kingine mkulima, kuna swali hapa inabidi tuweze kuhojiana kwanza. Ndio. Pia nilikuwa nauliza kwamba vipi, kuna faida yoyote ambayo unaweza utaipata kama uko unasafishia kama hivyo au unatia mbolea? Okay. Kuna faida kubwa, kwa faida gani ambayo unaweza kukutana nayo ukaipata, yani kama ukitoa changamoto zile ambazo ulizo nazo na ukazitoa, yani ukazicollect hizo changamoto, utapata faida yoyote? Faida naipata kwa sababu mmea bila kusafishia hauwi mmea. Kwa hiyo faida ambayo naipata, maana kama hivi nasafisha, ina maana mmea unapata hewa nzuri, ina maana kwamba yani unastawi vizuri na unakuwa vizuri, unakuwa hauna changamoto yoyote. Hata pia mbolea, ina maana kwamba kama hivi unavyoona kwamba unapokuwa safi hivi, ama kwamba unafika unatia mbolea, maana mkiwa mko mzuri. Kwa hiyo hizo ni ambazo ni changamoto ambazo huwa faida ambazo ninazipata ni kwamba ni kusafishia hili eneo langu lote la mkorosho, shina lote la mkorosho hili la mgomba, inakuwa safi, kisha ninaweka mbolea vizuri, na pia hata mgomba huu yani unakuwa unastawi vizuri, yani unakuwa haubani na kitu chochote kile. Basi sawa, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, hizo ni changamoto mbalimbali ambazo mkulima ameweza kukutana nazo mpaka kufanya mgomba wake umekuwa katika hali kama hii. Kwa hiyo kuna changamoto mbalimbali ambazo tumeweza kujifunza hapo. Cha kwanza kabisa tulikuwa tumeangalia kuhusiana na jambo la moto, mbolea kuwa ndogo, unaona. Na kitu kingine nilikuwa napenda kuuliza, vipi kuhusiana na umwagiliaji hapo, na maji unapataje? Kwani maji sio changamoto? Ni pia ni kweli mheshimiwa, maji hapa ni toka nimepanda hii migomba sijao kumwagilia maji, kwa sababu maji yaliko kule ni mbali na mimi sina yani sina pesa kuweza kuitisha maji kuja kumwagilia. Kwa hiyo hii mimi kama hivi nimepanda masika hii migomba, kwa hiyo masika mpaka kufikia kiangazi tayari imeshashikamana. Kwa hiyo hii mimi sijao kumwagilia maji, lakini maji ni kweli ni muhimu, kwa sababu inabidi nimwagilie maji na ila sasa kupitia na uchumi nao vile vile ni mdogo, maana kama uchumi wangu ni mkubwa, basi na mimi itakuwa niitishe maji kwa ajili ya kumwagilia zao langu hili la migomba. Kwa hiyo ni shida ni uchumi mdogo. Kwa hiyo maana kama ni uchumi mdogo, basi ninapambana na hali yangu, lakini naamini kwamba kadri siku zinazozidi kusonga mbele, basi naamini kila kitu naamini kitakuwa sawa, kwa sababu mengi nitayafanya, nitaitisha maji, kwa sababu hapa mjini sasa kuna njia nyingi za kupatikana maji. Kwa hiyo naamini naweza nikaitisha maji na kumwagilia migomba yangu ili migomba yangu ikaweza kunawiri vizuri. Basi sawa, mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, naamini kuna mambo mengi umejifunza, na leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na changamoto ambazo zimesababisha mpaka mgomba wetu huu unavyoona katika hali ya uko vizuri. Kuna changamoto mbalimbali ambazo tumeweza kujifunza. Kwa kikubwa tu na kuomba mtazamaji ukumbuke kusubscribe, kulike pamoja na comment, na uweze kutufuatilia, maana mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine ambayo inahusiana na swala zima la kilimo, ujasiriamali pamoja na ufugaji mdogo mdogo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, naomba niandikie leo umejifunza kitu gani, changamoto gani ambazo umejifunza kuhusiana na jambo zima la kilimo cha ndizi. Ina maana usiamke tu asubuhi ukasema nataka nilime ndizi na wakati changamoto zake haujazijua.
Kwa kama alivyotufundisha hapa mkulima wetu kwamba kuna changamoto mbalimbali ambazo ameweza kuzifundisha, naamini kama umeangalia video hii kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi kuna vitu vikubwa ambavyo umeweza kujifunza. Kwa hiyo nasoma comment, naomba uweze kuniandikia changamoto gani ambazo umeweza kujifunza au ni zipi ambazo wewe kukutana nazo tofauti na za huyu mkulima ambao ameweza kukutana nazo. Nashukuru sana mpenzi mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi kuanzia mwanzo wa video yetu mpaka mwisho wa video yetu. Kwa hiyo nakukumbusha tu kuweza kusubscribe, kulike pamoja na comment, na huu ndo mgomba wetu ambao haujafanya vizuri na kwa shida ilikuwa ni changamoto ambazo kama hizo ambazo mkulima ameweza kuzielezea. Nashukuru sana na kuomba uweze kulike na comment. Asante sana kuweza kutufuatilia Nebuye TV. Nebuye TV tunakujali, tunakuthamini na tunaibua vipaji vya vijana pamoja na wajasiriamali wadogo wadogo na wale wafugaji. Tunawatembelea katika maeneo yao na kuweza kuhojiana nao na kujifunza na kuachia vitu ambavyo vitawasaidia katika kilimo chao pamoja na ufugaji wao. Tunashukuru sana, karibu Nebuye TV.